kweli nimetulia hapa. Nikasema wacha niingie zangu live kidogo, tusalimiane wana Simba, tujuliane hali na tupiane mawili matatu kuelekea mchezo wetu wa kesho na vitu kama hivyo, sababu nafahamu ya kwamba shauku ni kubwa ya kutaka kujua maendeleo ya timu yetu, au sabana ya kiufupi ni kwamba mambo yanakwenda vizuri tangu tumewasili hapa katika mji wa Francistown. Juzi tulilala katika mji wa Gaborone ambao ni makao makuu ya hapa Botswana, na leo tumekuja hapa Francistown. Jana tumefika tukafanya mazoezi na mambo yanakwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji wetu wote ambao tumesafiri nao wote wako katika hali nzuri, na tunasubiri hii leo tufanye mazoezi yetu ya mwisho ili tuamkie siku ya mchezo ambao ni siku ya Jumamosi, Mwenyezi Mungu akituamsha salama. Watu wote ambao tumesafiri wanaendelea na majukumu yao kama kawaida. Hapa nazungumzia benchi la ufundi likiongozwa na Mwalimu Fadlu Davis na wataalamu wake wote wanaendelea na kazi, wachezaji wanaendelea na kazi, na viongozi vile vile wanaendelea na kazi. Kila kitu kinakwenda vizuri na kila mtu yuko kwenye nafasi yake ya kutimiza majukumu yake. Na malengo makubwa ni kupata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Haitakuwa rahisi. Mwalimu wetu Fadlu amezungumza hii leo kwenye mkutano na waandishi wa habari, akasema hautakuwa mchezo rahisi. Anawaheshimu wapinzani wetu hawa Gaborone United, lakini vile vile anamheshimu kocha wa timu hiyo. Nadhani wanafahamiana, maana kabla ya mkutano kuanza walipata nafasi ya kuzungumza, kwa hiyo wanafahamiana, kwa hiyo anamheshimu. Lakini amesema wazi kwamba mechi hii ya kesho kutwa ya kesho kwake ni mechi muhimu ili unapotaka kufuzu kwenda hatua ya makundi lazima ushinde kila mchezo ambao unacheza. Kwa hiyo kazi inaanza kesho na focus kubwa ya wana Simba uwe ni kwenye mchezo kesho. Kwa sasa tuachane na kila story, tujikite kwenye kuhakikisha Simba inapata ushindi kesho, na hii pango yake kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi kesho. Wachezaji wote wapo katika hali nzuri. Tumesafiri na wachezaji kadhaa ambao hatujasafiri nao ni pamoja na Yusuf Kagoma ambaye alipata kadi nyekundu, anatumikia adhabu yake hiyo. Mohamed Bajaber pamoja na Abdulrazak Hamza, hawa wenyewe ni majeruhi, na wengine waliobaki wote wamesafiri na timu tayari kwa ajili ya kwenda kuipambania Simba yetu katika mchezo wa kesho. Na imani yangu ni kwamba tunatakiwa kufanya vizuri katika huo, kwa sababu tunatafuta heshima kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Msimu uliopita tumefanya balaa kubwa sana kwenye, tusikate tamaa. Nguvu kubwa ni kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, na kwa sasa akili ya kila mwana Simba ielekee huko kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Baada ya kutoa updates hiyo kuhusiana na kikosi, nitakuja kusoma maswali mawili matatu hapa ili kila mtu swali lake alilokuwa nalo tuweze kupata majibu. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja bana. Hapa Botswana, baada ya kufika nikaingia zangu madukani kidogo, mambo yamekwenda vizuri, lakini bana watu hawatumii sana cash. Ndio kitu nilichokiona mama. Ukienda dukani supermarkets na nini, kwa sababu kuna supermarket ni mengi sana. Ukienda bana dukani na cash, yani wanakushangaa. Au ukienda hotelini ukataka kulipia, yani watu wanakushangaa, yani huyu anatembeaje na mzigo mfukoni? Huku bwana watu wanatumia sana kadi. Yani tafikiri kadi zimezaliwa hapa Botswana bwana. Yani mtu akinunua hata maji tu kadi chwa hivyo yani.